that you have done to us. We say thank you. For this day, Jehovah God, we are celebrating Mother's Day, Jehovah God. You have blessed us with the children, everlasting Father, Lord. Thank you, Abba Father, Lord. Thank you, King of Kings. And we pray, Abba Father, that you may remember those who are looking for children, Jehovah God. May you touch them in a special way, Jehovah God. May you visit them, Abba Father, Lord. The same way you visited Anna, the same way you visited Sarah, Abba Father. May you visit them, King of Kings, Abba Father, Lord. We want to thank you for loving us so much, everlasting Father, Lord. We want to thank you because you have been in us, in our lives, everlasting Father. We want to thank you for the peace and joy that you have given in our hearts, everlasting Father, Lord. Thank you because you are here with us, everlasting Father, Lord. It's nothing good that we have done unto you, Abba Father, Lord, but it's because of your mercy. We are the way we are this morning, Abba Father. That's why we are lifting your holy name high. That's why we are saying you are Ebenezer. We worship you, gracious God. We honor you. And we say that you are worthy. Amen. Hakika tunapotafakari maneno katika wimbo huu ambao tumeuimba, mioyo yetu inarejelea kwake Mwenyezi Mungu na kukumbuka nafasi ambayo anaichukua katika maisha yetu, na kwa hakika tunakiri Mungu Jehova. Ewe Mwenyezi Mungu,
Baba yetu wa mbinguni, tunalitukuza jina lako, tunakuinua asubuhi hii ya leo. Tunakuabudu na kulitukuza jina lako kwa sababu kwa hakika inatupasa kufanya hivyo, kwa kuwa umetufungulia mengi kupitia Roho wako Mtakatifu. Na ndio maana katika nyimbo zetu za sifa na kuabudu tunakiri kuwa wewe ni Jehova, hubadiliki, unatenda na neno lako linatimia katika maisha ya watu wako. Tunakushukuru. Bwana, tunakumbuka pamoja na ukuu wako umekupendeza kumfikiria binadamu, na hata Baba ukaja na kufa kwa ajili ya dhambi zetu na kuchukua mizigo yetu na kutufanyiza tena waja wako, kukurejelea katika hali ya toba ya kweli ambayo ililipiwa kwa gharama ya damu yako pale Kalvari. Na ndio maana tukapata ushindi tena na dhambi zetu zikasafishwa na kuoshwa. Huo ni upendo ulioje Mungu, na ndio maana tunakuomba utusaidie ili tuenende kwa njia zako tukikumbuka yale yote ambayo ulipitia. Na ndio maana asubuhi hii ya leo tunakuomba utusamehe dhambi zetu tena, kwa sababu kupitia mapito yetu, kupitia shughuli zetu za kila wakati, tuna upungufu na tunahitaji neema na rehema zako Mungu. Tusamehe. Tukiwa jamii ya Kiamumbi Baptist Church, tunakushukuru kwa wema ambao umetutendea katika maisha yetu. Umetulisha, ukatuvisha, ukatubariki katika biashara zetu, ukatuponya wakati tulipokuwa na maumivu na wagonjwa, na hata ukaendelea kutumiminia baraka zako na hata kutupatia zawadi ya wokovu ambayo hatungeweza kulipia ama kufanyia kazi, bali kwa neema yako. Baba, tunapohesabu baraka hizi zote tunapoteza hesabu, na ndio maana tunasema hakika wewe ni Mungu, uhimidiwe, na tunachagua kukuabudu wewe ambaye ulitufanyia haya yote na unaendelea kututendea. Asante Mungu. Pamoja na yote ambayo umetujalia, tunakumbuka pia tuna mahitaji mbalimbali ambayo tunasimama kwa imani na kuleta mbele zako, kwa sababu unatukaribisha na kutuambia tukibisha mlango unatufungulia, na wewe unatusikiliza. Na wewe si muongo ili udanganya, maana wewe si binadamu. Na ndio maana tuaja tena mbele zako na mahitaji yetu yote, kwa kuwa wewe unatufahamu katika mioyo yetu na hata katika fikra zetu. Tunakuomba Mungu ukutane na mahitaji yetu ambayo tunawasilisha mbele zako. Kuna miongoni mwetu wale ambao wana mahitaji kwamba wanaomba uwabariki na kazi, wanatamani amani yako, wanatamani wokovu Mungu, wanatamani kukuona kwa njia mbalimbali katika familia zao. Mungu, tunasimama nao kwa imani tukikuomba utimize jinsi inavyokupendeza wewe. Tukiwa kama taifa Mungu, tunakuomba uendelee kuliinua taifa letu, uendelee kulinda taifa hili letu. Uendelee Baba kuwapa hekima na busara viongozi ambao umewapa majukumu mbalimbali katika taifa hili, ili Mungu wafanye kazi wanapoongozwa na wewe na neno lako. Mahali ambapo pana upungufu, tunajua wewe ni Mungu na unaweza ukatenda. Tutendee ili taifa letu lisimame. Tunakushukuru kwa ajili ya amani tunayoishuhudia. Tunakumbuka pia kanisa hili letu, viongozi ambao umewapa majukumu ili kulisha kondoo katika malisho haya yako. Tunakuomba Mungu, wanapofanya kazi hii yako Baba, wape moyo wa subra kila wakati, na hata kuwazidishia nguvu na ujasiri wa kunena neno lako na kutuelekeza
Tunakumbuka kwa njia maalum mchungaji Reverend Mbuvi pamoja na jamii yake. Tunamkumbuka mchungaji Reverend James pamoja na jamii yake. Kutana nao kila wakati na kuwajaza Roho wako Mtakatifu. Pia tunamwombea mwenyekiti wa kanisa hili ndugu DK pamoja na jamii yake, anapobeba hata maono ya kanisa hili. Baba, mpe nguvu na ujasiri na hata hekima siku zote, kwa kuwa wewe ni Mungu, pamoja na hata viongozi wote ambao wanafanya kazi katika vitengo na idara mbalimbali. Asante kwa ajili ya waumini wote hapa na shughuli ambazo wanazifanya katika katika kuhakikisha kanisa hili linaendelea kuhudumu jinsi unavyotuongoza. Baba, wabariki wote na kwa pamoja tuwe familia moja ambayo inawasilisha mwili uliokamilika wa Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya ratiba ya leo na hata mipango yote ya kanisa hili. Tunakuomba uonekane, ili baada ya yote tutatoka tukiwa na ushuhuda na jina lako litapewa sifa. Tunajua Mungu, kuna mengi tu ambayo tunaweza nena na kuleta mbele zako, lakini unatukumbusha kuwa wewe unafahamu mahitaji yetu yote hata kabla hatujanena, na ndio maana tunakuomba ututimizie jinsi inavyokupendeza wewe, na zaidi ya yote mapenzi yako yatimie katika maisha yetu. Bwana, haya tunaomba kupitia jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Amina. Karibuni sana katika ibada yetu ya pili. Ni wakati mwingine tena ambapo ningewaomba tusimame ili tumtolee Mungu zaka, sadaka zetu na yote ambayo tumeleta katika nyumba hii ya Bwana takatifu. Tusimame tukiongozwa na waimbaji wetu katika shughuli hiyo. Uimbaji mzuri sana, sauti nzuri sana. Asante sana kwa kutuongoza katika sehemu hiyo. Tuwapigie makofi tena waimbaji wetu.
kwa ajili hata idadi yao inaendelea kukua, na tunashukuru Mungu. Mungu awabariki, muishi milele, mzidi kumtumikia kwa sababu ni jambo zuri sana. Jina langu ni Mzee Watiangu Indimuli, na nashukuru Mungu kwa ajili ya kunipa nafasi ya kuhudumu hususan siku hii ya leo. Ningependa kuchukua nafasi hii kumwalika mwenyekiti wa kanisa ili atunenee kuanzia dakika hii. Karibu sana. Asante katibu, Bwana asifiwe. Habari ya dhuhuri kanisa. Kumbe Indimuli ndiye anajua tu Kiswahili hapa. Habari ya mothers. Happy Mother's Day. Turn to a mother next to you. Umsalimie tu, mwambie Happy Mother's Day. Haya. Haya. Okay, I'm sure mothers are happy now. Mothers are happy. Si ndio? A happy Mother's Day to all of you. Nilikuwa nafikiria tu hapa for service, sijui Mother's Day zinakuwaga ngapi kwa mwaka? Zinakuwaga mingi. Sasa leo ni nini? Hiyo ingine inakuwaga nini? Zote zinakuwaga ngapi? Okay. But anyway, they say in Igbo, Neka, mother is supreme. There is no one like mother. So congratulations for being mothers, and happy Mother's Day to all our mothers this morning. I think we should petition President Ruto to gazette one Mother's Day ambayo inakuja during the week, so that we can spend quality time with our mothers. And I can see Nick raising up his hand. Tutatengeneza hiyo petition. I'm blessed this morning. I thank God for the opportunity to serve among you as the chair of the church council. It is an exciting opportunity, but sometimes it is also a challenging opportunity. Yes. Some weeks you spend are hard. Nick was here, he lost some weight, now he has added some weight. He knows what I'm talking about. Amen. Nawaletea matangazo. Ningependa kuwakumbusha wale ambao ni members wa church council wote. Tuna mkutano wetu wa quarter adhuhuri ya leo. Itakuwa meeting ambayo haitakuchukua muda mrefu. Tumekubaliana na mnenaji wa leo, mchungaji Mbuvi, ya kwamba atajaribu kupunguza ujumbe, lakini bado atuletee ujumbe mzuri ili tuweze kumaliza mapema, na hapo saa 7 tuanze kuanza mkutano wa church council rasmi, na tutaweza kuendelea kwa muda usiozidi. Okay, we shall be able to go on for a period not exceeding 1.5 hours. So that is church council. Tunawakumbusha KBCM, bado tunaendelea KBCM, tunaendelea kukumbusha kwamba intake ya 2026 is still ongoing. So please, leteni watoto na tutabarikiwa pamoja tukiendeleza hii ministry. Na daycare iko kila siku Monday to Saturday 6:30 a.m. to 6:30 p.m.
Tunakumbushwa about our presence, social media at Kiamombi Baptist Church, Facebook Kiamombi Baptist Church, Twitter, and all those other media. Try to follow us in those social media pages. When is the fellowship? Hii wiki ijayo itakuwa ni Bethlehem. Wiki ya May 20th tutakuwa na Nazareth, May 27th tutakuwa na Hebron. Kuna tangazo lingine ambalo liko katika nakala zetu za bulletin naambiwa na Reverend James. Kuna revival meeting, kuna mikutano ya ufufuo ambayo itakuwa pale Kahawa West Baptist Church, na arifiwa itaenda kuwa wiki hii yote. Kwa hivyo ukipata nafasi, sijui itakuwa saa ngapi. Itakuwa jioni kutoka saa 12. Kwa hivyo tafadhali ukipata nafasi unaweza kuenda pale na ili uweze kubarikiwa. Sababu maalum ambayo imefanya nisimame hapa, imefika ile season yetu ya kushukuru. Season yetu ya Thanksgiving, na ningependa kuwakumbusha kirasmi that we will be having our Thanksgiving Sunday on the first Sunday of June. For the avoidance of doubt, the first Sunday of June is 7th of June 2026. It is normally a special day for us for several reasons. It is a day when we just meet to celebrate and be happy and eat. I think the book of Joel chapter 2 ndio inasema we shall bless the Lord when you are full. Those that are close to me know I love eating, and so I love that verse. So we shall have Thanksgiving, we shall rejoice, we shall make merry, we shall be happy. We shall look back and take time to thank God for the year that has been. Secondly, it is a time for us it is the only time when we have a special offering for the purposes of developing this church. The last time we met on such an occasion was on the first Sunday of November 2005, and it was a very exciting day. We were able to raise about 19,000 shy of 1 million. Isn't it, Treasurer? Yes. And we are truly and immensely grateful for the support that you have always given us. Now, we hoped to do quite a bit more than we have done in respect of the pulpit area. And unfortunately, and in the scheme of things, let me not say unfortunately, in the scheme of things, what normally happens, wakati tuna Thanksgiving, it's like we spare everything and we focus everything on Thanksgiving, so that you realize the giving for the previous month, for example, October 2025, was a bit depressed as people saved up for the Thanksgiving. Once we have given for Thanksgiving, then we take a break. And at the end of November, again, the giving is what? The giving is depressed. I'm sure the treasurer has spoken to that very well. So we also have some major expenses in December. In December, what happens? Everyone who has not gone a retreat. Si wanaume ni kweli? Si worship team ni kweli? The only one that doesn't do that is choir, because choir we have our own internal arrangements. Sindio? So everyone else that has not gone on retreat, wanajua tumefanya nini? Thanksgiving. Sindio? I remember we were a bit overwhelmed in December towards Christmas because we really wanted to save up for the development. Number 2, we always pay gratuity to our pastors in the month of February. Now, January ndio ile mwezi inaitagwa January, isn't it? So it is also a bit depressed. So a lot of that funds goes into what? Goes into plugging the hole that was created in October, goes into plugging the hole that was created in December, goes into your spending for those retreats of December, and goes into all that. And so we find ourselves a bit constrained. Because you raised 1 million, you would have expected to see what? 1 million. Sindio? I had actually promised you with about 800,000 will complete everything.
But in the scheme of things, that is how it runs. So we have not been able to complete this project. We are a transparent group, and you have great faith in us. So we ask you to keep supporting this project. And we promise and covenant as always that we have, on top of what I have said, we have a budget every month of close to 200,000 for the salaries for our 2 pastors. We pay for security. So we have about maybe in the upward of 3,000 treasurer that we take care of every month. And oftentimes, at around Thanksgiving, our total giving sometimes does not go anywhere close to that. This month of April has been very bad for very many reasons. Maybe because budget is approaching and na watu wamekanyagia pesa kidogo until they see whether mitumba will be taxed. And what else are they taxing this year? Something else they are taxing, mobile phones and all that. So it has been a bit subdued, and a lot of us are in employment, a lot of us in Juakali, including yours truly. So we feel it, and when we feel it, naturally the church feels it. Those of us who will be coming for church council this afternoon, you will see first-hand evidence ya kwamba mifuko yetu imepungua kidogo. Fortunately for chairman, he shines every day because part of what he takes is part of what cannot be avoided. Amen? So Thanksgiving, tafadhali tujitole. We have a budget of 1.5 million every Thanksgiving, so as to make 3 million. And from my desk, I can tell you, I will never stop at making sure we get there. And when we get there, we will increase, we will raise our standard. Amen? So that's Thanksgiving. Please pray about it. Ask the Lord of the harvest to make provisions for you and through you to make the provisions for the church. Of course, we can't forget that in this difficult time, members out of their own pockets have contributed for these beautiful, comfortable seats that you're sitting on. We did not buy this from the church budget. If you are one of those, we thank you from the bottom of our hearts. And we want to remind us that the harvest is large, but the laborers are few. Amen? Mimi nimesema yangu. As always, my commitment is to lead you into this, and I know our God. He is faithful. He is not unrighteous as to forget our works of ministry as we minister to him and as we minister to others. Thank you. That is all. Now I want to call upon Reverend James. There is a team graduating from Growing in Christ. I am informed today we are going to miss the beautiful music from choir. So after that, the pastor will take charge. Amen. Let's appreciate our chairman. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Wow. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya baraka zake ambazo ni nyingi kwetu na hata kwa ajili ya siku ya leo. Nitaomba Covenant na Shanice waweze kufika hapa mbele. We've been going through the discipleship class. We are growing in Christ for the Form 4 leavers. Our youth wanaendelea na Master Life 1. So in the next 1 month, we'll be back here for graduation ya Master Life. Lakini kwa ajili ya siku ya leo, we are graduating 2 of our youth, growing in Christ. It's 10 lessons. At some point as a church, tulisoma hii kitabu kama kanisa sisi sote. But for the new people, we need to grow. Once you are born in the family of Christ, in the church, you need to go through this discipleship class for you to know, to get the assurance. Kuna what we call the assurance of salvation. Are you sure you are saved? What gives you the assurance that you are saved? Assurance of victory, that you have victory over sin, over the evil one,
You've got assurance that you are forgiven. You've got assurance of God's presence in your life. You've got assurance of God's help. Bwana Yesu asifiwe. So as we start the journey, by the way, the name disciple, mara nyingi kwa kizungu inatutatanisha, lakini kwa Kiswahili watu tunasema Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Wanafunzi. Disciple ni mwanafunzi. So being a disciple just means being a student, being a learner, that we are here to learn and grow in Christ. And part of the graduation ni kwamba kuna memory verses 10, na kwa sababu wengine walilemewa katikati kidogo, hawa wawili watatupatia hizo memory verses. The next group, mujitokeze 10 people so that you do one memory verse per person. Lakini hao wamesoma na wanaweza. So we'll do the 10 memory verses. The first one, assurance of salvation, 1 John 5:11 to 12. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has the life, but whoever does not have the Son of God does not have eternal life. Amen. Assurance of victory, 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and with the temptation He'll give you strength so that you may be able to endure it, and He'll also provide a way of escape. Amen. Assurance of forgiveness, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just. He will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Amen. Assurance of the Spirit's presence, 1 Corinthians 6:19 to 20. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, which you have from God? You are not your own, you are bought with a price, so glorify God with your body. Amen. Assurance of God's help, Hebrews 4:16. Let us then with confidence draw to the near of grace, so that we may receive mercy and helps us in our times of needs. Amen. So those are the 5 assurances. After that, we have what we call the disciples' cross in Master Life 1. How does God speak to us? He speaks to us through His Word, God's Word, 2 Timothy 3:16 to 17. All Scripture. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, training, rebuking, and correcting in righteousness. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, correcting, rebuking, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen. Then we speak to God through prayers, Philippians 4:6 to 7. Do not be anxious. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, request your prayer to God, so that the peace of God will guard your mind and your heart through Jesus Christ. Amen. And once you speak to God and God speaks to you, you have fellowship as believers, 1 John 1:3. We proclaim to you what you have seen and heard, so that you may fellowship with us, and this fellowship is with God and with His Son, Jesus Christ. Amen. And as we fellowship with believers, we also go witnessing with unbelievers, according to 1 Peter 3:15. But in your heart, set apart Christ is Lord. Be prepared to answer the question everyone is asking for the hope that you have, but do this with gentleness and kindness. Amen. And lastly, as we sum it up, you are the obedient Christian, John 14:21. Whoever has my commands and obeys them is the one that loves me.
He who loves me is loved by the Father, and I too will love him and make myself known to him. Amen. Let's appreciate them. Let's give them a better hand clap. Amen and amen. Nitaomba wa chairman aweze kuwapatia certificate and the notebook. Covenant Musheke, let's appreciate him. Amen, amen. Then we've got Shanice. Let's appreciate her. Amen and amen. You may have your seats. Thank you, Chairman. Thank you, Secretary. Na uwapatie envelope zao. Asante, asante. Bwana Yesu asifiwe. It is possible to have memory verses. They've just done 5-5. Chairman na Secretary, unaweza rudi hapa mtupatie 5-5. Inaweza leta kazi. Tusimame. Let us pray. Tuweze kuomba. Mungu wetu, Mungu mkuu, Mungu uliye juu ya miungu yote, Baba yetu wa mbinguni, tunainama mbele zako adhuhuri ya leo. Tunasema asante kwa baraka zako ambazo ni nyingi. Tunasema asante kwa ukuu wako ambao uko juu yetu adhuhuri ya leo. Nasema asante kwa ajili ya Shanice na Covenant, kwa maana umewezesha kusoma neno lako, kuenenda katika njia zako. Na tunaomba waendelee kutembea na kufanya kazi yako. Na kwa sisi sote tunaomba tuwe waaminifu, tuwe wanafunzi wako, tuweze kukua katika njia zako, tuweze kukua wenye kueneza injili hata kwa wengine. Asante Mungu wetu kwa wakati huu, kwa ajili ya baraka ya zaka na sadaka hizi ambazo waja wako wamezileta hapa mbele. Tunaomba Mungu wetu zifanye kazi ambayo umekusudia, na kwa kila mmoja wetu tunaomba baraka zako ziwe juu yetu, juu ya biashara zetu, juu ya kazi zetu, juu ya familia zetu, ili tuendelee kukupatia shukurani na sifa siku zote. Asante Mungu wetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen and amen. Karibu mchungaji. Wale ambao tuko nyuma tukaribie mbele kidogo. Usiwe nyuma sana. Tunaendelea na mafunzo. We are doing exposition of the book of Romans. And we've just started because we are in chapter 2 now. And therefore, tunaendelea vizuri. So the book of Romans. Na tumeendelea vizuri, tunashukuru Mungu, na tutaendelea hivyo hivyo mpaka tufike mwisho. Pengine this year tutakuwa tukifanya hiki kitabu, na ni kitu kizuri. When you are doing exposition of a Bible, of a particular book, you go through all the chapters and verses ili tuweze kusoma vizuri. Na last Sunday Mungu akatuwezesha, najua ya kwamba tulihubiri na mafunzo ikawa ya kwamba from chapter 1 where I did 18 to 32, ya kwamba tukaona ya kwamba human sin is deliberate, ama dhambi ya mwanadamu ni makusudio. Yeah, it is deliberate. Tukaona jambo la pili ya kwamba
dhambi ya mwanadamu it is inexcusable. You know, huwezi jitetea, iko. Alafu tukaona kitu ya tatu, kwa sababu ya hiyo being deliberate and inexcusable, what did God do? Mungu akawapatia mwanadamu ama akampa mwanadamu hizo vitu ambavyo mwanadamu anapenda kufanya. That was the result. Na tukaleta mifano kadhaa tukiwa katika nchi yetu ya Kenya. Kuna brothels, they are especially every Friday, kuna pahali watu wanaenda committing those orgies, we call them sexual orgies, where people will drink alcohol, smoke bang, and all those drugs. Na unakuwa sasa uzijui tena, and then watu wanaindulge in those things. Na asubuhi kila mtu anaoga anaenda kwake, and they are very innocent people. Tukiona ya kwamba wengine huenda kwa mahoteli wanafanya mambo. In fact, I gave an example of where we said that actually in some places in Kenya kuna hotels that actually are having booming business during the day as opposed to the night, because actually the people doing these things kwa sababu watu wamependa raha, watu wamependa kugairi mambo ya Mungu na waheshimu Mungu kabisa, hawaheshimu ndoa zao. They will go there, do those things, and the evening they will go back home very innocent, back to their husbands, back to their wives. That's the reality in our country. We came to the youth. Young people are not able to wait. When we are growing up in Kawes Baptist Church, we were actually involved in a program ilikuwa inasema True Love Waits. Na tukasomeshwa, kama unapenda mtu ni mpaka umngojee akasome vizuri, aweze kupata kazi, mkuje kwa pastor, kama nyinyi mumeokoka na mfanye ndoa. Na ndoa, it is not very expensive. Actually, nowadays, young people are saying they are not going to marry young. They want kwanza tuchape maisha, sherehe wakati, na tukichapa kidogo ndio tunakuja hasa kutafuta wenzetu. That is what is happening. Nowadays, let me tell you, because I'm your clergy here, it is becoming narrower every day. You know, kupata mtu ambaye ni bikira wakati watu wanaoana pamoja, it is becoming a thing of the past. It is becoming a thing of the past. Ukiambia watu wewe ni bikira because you are not married and you are waiting upon the Lord to bless you. In fact, in our society today, unaweza kuchekelewa sana na watu wale wengine, because everybody needs that experience. Wengine tunasema ya kwamba hata tukinunua gari ni mpaka tuipige test ili tujue kama hii gari ni sawa ama si sawa. All those things, they are happening in our society. Na hivyo ndio Mungu akasema ya kwamba kwa sababu ya kupenda raha, ya kutojali Mungu, ya kutojali maadili ya Mungu, kutojali mambo ya ndoa, hatuheshimu wale ambao tumeoa, hatuheshimu wale ambao wametuoa, na ni maisha tunakaa kiholela. Basi Mungu akafanya nini? Ametutoa. God gave them up to their own things. Nikasema siku hizi hata wacha hivyo ya kusema gari mpaka iangaliwe. Siku hizi hata wazazi, they are holding their breath, and especially when they are told by their children that actually mtaletea mgeni nyumbani, kwa sababu wengi wameleta wageni nyumbani na wakuwa wale wageni ambao ni hivyo, ati kuletea mtu ule nitaoa. Kufika nyumbani kijana ameleta kijana, kufika nyumbani msichana ameleta msichana. That's the reality of our days and time. And what did God say?
nimewatoa na nimewapeana katika tamaa zenu wenyewe ili ziweze kuwafanya chochote kile ambacho kitawafanya. And we have seen many people dying as a result of the same. Today, niliona chairman alisema hiyo, haikuwa aseme kwenu kwa sababu hiyo ilikuwa secretary yangu lakini sasa kwa sababu alisema kwenu ya kwamba leo nitabana maneno, nitajaribu anyway kwa sababu we have a meeting which is okay. Na tunaendeleza hiyo, by the way, leo tunaendeleza the same. Tusimame tusome neno very fast. From the book of Romans, tumeingia chapter 2. I'm taking verse 1 all the way to 16, and the Bible says, nitasoma kwa Kiswahili na leo nitakimbisha English na Kiswahili ili kwa sababu ya wakati. Kwa hiyo wewe mtu uwaye yeyote uhukumuye huna udhuru, kwa maana katika hayo umhukumuye mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale. Nasi twajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wafanyao hayo. Wewe binadamu wahukumuye wale wafanyao hayo na kutenda hayo wenyewe, je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake? Usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Look at that. Wema wa Mungu wa kuvuta ili ukaweze kutubu. Bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, utakaye nipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kila mtu atalipwa kwa kadiri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutoharibika, watapewa uzima wa milele. Na wale wenye fitina wasiotii kweli, bali wakubalio dhuluma, watapata hasira na ghadhabu, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia, bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia, kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. 12 Kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria na nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe, yakiwashitaki au kuwatetea. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri sawasawa na injili yangu kwa Kristo. Na Bwana, hili ndilo neno lako siku ya leo, ya kwamba Bwana tunaendelea kusoma jinsi ya kwamba wewe utakuja na kulipa kila mmoja wetu kulingana na matendo yetu. Na hivyo Bwana tubariki tunaposikiza hili neno, katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini, amen. Karibuni sana. Ndio ujumbe wa leo, God righteous judgment. Na kanuni ya kwanza ama principles ni kwamba number 1, tunaangalia wote wanaostahili kuhukumiwa
watahukumiwa. Hilo ndio jambo moja tutaangalia. Kwa Kizungu tunasema all who deserve to be judged will be judged. Number 2, we are looking at hukumu haitafanyika kulingana na hukumu itafanyika kulingana na matendo ya mtu. Judgment will be made according to a person, to that person's deed. Number 3, tunaangalia hukumu ama hukumu haitakuwa na ubaguzi. Na niongeze, haitakuwa na ubaguzi kwa chochote kile ama kabisa. In English we say judgment will be completely impartial. Judgment will be completely impartial. Na number 4, pointi ya 4, tutaangalia hukumu itakuwa katika sheria ya Mungu. The judgment will be based on the law of God. Whether ni the Old Testament, ile ya Musa, ama ni the New Testament, based on the grace that we have, hukumu itatolewa kulingana na sheria za Mungu. Niseme hivi ya kwamba na hukumu mara mbili, kwa sababu Mungu atahukumu wale ambao walimkataa, wale ambao waligairi njia za Mungu, na wale wengine pia tutahukumiwa kwa njia ingine pia, although na positive note ama side ya kwamba sisi kuna zile zinaitwa rewards ambazo tutapewa kulingana na kazi zetu. Kila Mkristo yule ambaye ni mwamini tutahukumiwa in that manner, ya kwamba sisi neema imetufikia na Mungu ametukubali vile tulivyo, lakini hukumu hivyo hivyo. Ndimuli akiniangalia pengine tukiwa mbinguni atakuwa tu na moja ile, na wengi by the that's just an example, ile ya yule mwizi pale msalabani. That person will have only ile tu ya jina lake liliandikwa katika uzima wa milele. Na wengine wale walikufa kwa sababu ya imani kama Paul watavikwa hiyo uzima wa milele, na hiyo ingine wale walikufa ambao tunaita Mateus hivyo hivyo, na hukumu ya Mungu itakuwa hivyo. Kwa hivyo Paul has told us that it is written, brothers and sisters, conscious of every person, katika mawazo ya kila mtu, that God will bring all evil judgment. The depth of man's wickedness is seen in the fact that although he knows this, he still continues to do evil and actually takes pleasure in it. He even encourages others in it. Ya kwamba by that, did you know, all of us, kama ni kupiga sherehe, kama ni kutenda dhambi, ama ni kitu ambacho tunafanya kisichofaa, kisicho kizuri, tungependa tuite wengine. Na ndio diposa we have goonism ama guns. Hakuna mwizi anaimbanga peke yake, ni mpaka uwe na grupu yako. Kwa hivyo unapotenda mabaya ni mpaka you loop in with others. The addicts today, wale ambao wanavuta ama kutumia mihadarati, they want actually to make others addicts, so that actually there are many doing the same, and it has been like that. Wale ambao ni wa kujibariki ama tunasema kupigia mwili shukurani kwa njia ya kukunywa chupa 2-3, wanasemangia kwamba hiyo pombe bwana haiwezi kuwa tamu mpaka rafiki yangu awe, na tuwe na marafiki kadhaa, because actually you want actually to loop in other people together with you. It is appointed, brothers and sisters. This passage tells us that this judgment of God, how this judgment of God will be like. Na sasa Paul anatuambia kwamba mambo kadhaa kuhusiana na the principle, na kwanza ndiyo hiyo, the first principle, all who deserve to be judged will be judged. Kisoma mstari wa kwanza na wa pili, hizo mtakuwa mkienda ile muangalie hizi combination. In verse 1 and 3, that is where we get this one. The people that deserve to be judged will be judged. And this is what Paul teaches us in verse 2.
that verse too. I hope the person projecting can be doing that so that people follow me. Judgment will not be according to the likes and dislikes of men. It will be according to the truth. It will be strictly in accord with the facts of the case. He showed that passing judgment on others does not exempt a person from God's wrath. Na hapa wakati hii barua inasomwa, wanasomewa na Paul anasema wale ambao ni watenda dhambi. Na sometimes wale walishangilia kusema kwamba sisi. Lakini Paul anawaambia hata nyinyi mumetenda vilivyo. Mumefanya kama hata zaidi ya hawa ambao nasema maneno yao. And what Paul's letter was read, that's what actually I'm saying, in Romans church. No doubt many heads nodded as he condemned idol worshippers, homosexual practices, just like I alluded earlier, and violent people. But what surprised his listeners must have felt when he turned on them and said, in effect, you have no excuse. You are just like one of them. You are just as bad, brothers and sisters. Paul was emphatically stressing that nobody is good enough to save himself or herself. All of us, brothers and sisters, we need the grace of God. We need God to come and help us. We are actually helpless. Without God, we are nothing. Hakuna pali sisi uendanga bila Mungu wapendwa. Mungu ndio tusaidia. Mungu ndiye ametupatia hata pumzi ya uhai siku ya leo. Ya kwamba umeamka asubuhi umejihisi sawa na ndiposa uko hapa. If we want to avoid punishment and live eternally with Christ, all of us, whether we have been murderers and molesters, or whether we have been honest or hardworking, solid citizens must depend totally on God's grace. So neema ya Mungu inatosha sisi. Na hiyo kanuni ya kwanza ninasema ya kwamba hata ikiwa hivyo, wale ambao wamekataa hii neema ya Mungu, basi wameghairi njia za Mungu na watahukumiwa kama vile Mungu amesema. And Paul is not discussing whether some sins are worse than others. Any sin is enough to lead us to depend on God, on Jesus Christ for salvation and eternal life. Today, katika in men's Bible study, we were looking actually at this. Mambo ya ukijipata ya kwamba umetenda visivyo, umetendea Mungu mambo yasiyofaa. We need actually to repent. And actually jambo lingine likaja ya kwamba we need to be restored back. We need to be restored back. Ukigundua kwamba umefanya kitu ambacho kisichofaa, umeghairi njia za Mungu, the first thing that you do is you come to God running in repentance. And then after that, you ask God actually for restoration, because we need to be restored. And actually looked at tukaangalia maisha ya Daudi. Kwa nini Daudi? Mungu anasema ya kwamba ilimpendeza. He is a man after my own heart. It was because this man was very quick. Daudi, tofauti na mimi na wewe, alikuwa ni mtu hagoji. Nimeona nimetenda kitu ambacho si kizuri, wacha nione kama Mungu atafanya jambo. And you know God does not run to punish any one of us. Mungu akimbii kwa sababu tumekosa. Otherwise none of us today could believe in. Kama ni hiyo instant judgment ya God, ile ambaye atukitenda tu kitu, none of us, brothers and sisters, could be here today. Any sin is enough to lead us to depend on Jesus Christ for salvation and eternal life. We have all sinned repeatedly. That is actually what we are reminded in this doctrine, in Romans. And there is no way, apart from Christ, to be saved from sin's consequences, apart from turning back to Christ. Although God does not usually punish us immediately for sin, his effectual judgment, brothers and sisters, is certain. We do not know exactly when it will happen, but we know that no one will escape that final encounter with the Creator. We deal with an omniscient God, God that is all-knowing. Even the deep secrets that your husband or your wife will never know in this world, or your best friend,
And therefore he knows what we do. He knows what actually we are thinking about. He knows actually anajua ya kwamba hata kile ambacho hata tunafikiria hata sasa. Paul says that those who patiently and persistently do God's will. Look at this. Paul says that those who patiently and persistently do God's will find eternal life. He is not contradicting his previous statement that salvation comes by faith alone. We are not saved by good deeds, yes, but when we commit our lives fully to Christ, we want to please him and do his will. No wonder Paul says, should we continue because of the grace, kwa sababu ya neema hii, Mungu ametutunukia wapendwa, tuendelee basi kutenda dhambi. Ni kwa sababu tumejua ati majina yetu imeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Na Paul anasema, la hasha. When you are born again, when you are truly children of God, we will do actually everything within our disposal to please God and actually to do his will. As such, our good deeds are grateful. You know, you see that? As such, our good deeds are a grateful response to what God has done, not a prerequisite to earning his grace. Tunatenda matendo mema in reciprocation of what God has done to us. Na kwa hivyo tunataka kufanya hivyo ili tukaweze kumletea sifa na hata shukurani zetu. It is good to know that generally the Lord is kind, he is tolerant, children of God, and he is very patient. God has all those attributes. Yet, if the moralists interpret this approval of his or her lifestyle, that attitude builds up a hardening of the heart. Na kwa hivyo, Paul writes, in judging others, you condemn yourself, for you are guilty of the same sins. Therefore, you are without excuse. Whoever you are, or who deserve to be judged, will be judged. Of course, Paul's comments were particularly aimed at the self-righteous Jew, but they apply equally well even to the do-gooder and the Christian. This reminds me, you remember when tulikuwa na ecumenical the other year, when you do good, good will do you good. Something like that, if some of you remember that. Na kwa hivyo, wale ambao watahukumiwa, Mungu atafanya hivyo. Number 2, very fast, sababu nakimbia, ya kwamba judgment will be made according to the person deeds. Ukisoma, hiyo ni mstari wa 4 hadi wa 10. Kila mtu, na kuna wimbo by then na tulikuwa tunaupenda sana, kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Mnakumbuka huo wimbo? Old school song. Kila mtu atauchukua nini? Yes. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Judgment will be made according to persons 4 to 10. And this is niseme hivi, all this Paul is telling us determine the sentence or the reward that by the end of the day we shall receive. Nilisema pale, wale ambao ni waovu tutapewa, wale ambao ni wa Kristo kuna pia zawadi zetu. And this truth is taught throughout the scriptures. It will be very worthwhile to stop for a few minutes at this point to meditate on some of verses. Proverbs 24 verse 12. If you say, the Bible says, if you say, but we knew nothing about it, does not he who weighs the heart perceive it? Does not he who guards your life know it? Will he not repay each person according to what he has done? We go very fast to the book of Matthew 16 and 27. The Bible says, for those who are writing, Matthew 16, 27, the Bible says, for the Son of Man is going to come in his fathers with his angels, and then he will reward each person according to what he has done. That's the Bible. Telling us we will be paid. Everybody will be paid. Kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake. What about 2 Corinthians 5:10? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body,
Look at that. While in body, whether good or evil. What about Revelation 22:12? The Bible says, behold, I'm coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. Brothers and sisters, judgment will be made according to a person's deeds. Because of what a person does, that is how God will actually look at us. Number 3, very fast. Judgment will be completely impartial from 9:11. 9:11. Judgment will be completely impartial. Hukumu haitakuwa na ubaguzi kabisa. And you know, tunasema ya kwamba na wakati mwingine tukikosoa na wanadamu wenzetu, tunaambianga Mungu amekuona, venye tu umenifanyia Mungu akuweze kutendea hivyo. Actually, the Bible says that the things that we do, if we cause pain to other people, we shall not actually lay our head, kusema hutatoka katika huu ulimwengu wa Mungu bila kulipia hayo ambayo ulitendea mwenzako. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa kutendeana mazuri all the time. And that's what happened. Na Mungu pia katika hukumu, nilete mambo ya watoto kidogo hapo. And especially for those of us that actually have taken money, or have exploited the poor people, and especially the orphans. Mungu anasema ya kwamba mumechukua hawa watoto wanaendelea kuteseka. Nyinyi familia yenu mkila na mkinywa, basi na mimi nitatoa pia nyinyi, ili watoto hao wenu pia wateseke kama ya wale wengine. So whatever we do, brothers and sisters, it will actually come back to us. And the Lord, and we shall not lay down, ama kukufa kabla hatujalipa. Na hii natukumbusha kwamba tutende matendo mema kila wakati. If a brother has a genuine need, and actually you are at a place to help them. Don't promise things that you cannot be able to keep. Don't vow. Tufanyiane mambo mazuri. Mungu ni wa haki. Na kwa hivyo, he is very impartial. Hana ubaguzi. Hata angalia our position. Hata angalia mambo mengi ambayo wanadamu wanaangalia. Kama vile Samuel anapoenda kumwagilia mafuta katika nyumba ya Jesse. Na naona vijana ambao walikuwa wamejenga vizuri. Na naona ya kwamba Lord, this is surely, this is the one. And one by one they came. Though they had good physique, they were handsome and tall, as our society likes putting it. You know, I'm looking for that person that is tall, black, handsome, and all those things that we say. Those people actually were there in the house of Jesse. And Samuel also, being a prophet of God, karibu hata awe confused kwa sababu ya hayo. Na kwa hivyo tunasema ya kwamba Mungu atahukumu kulingana na matendo yetu. Je, unapoangalia maisha yako, if you are boss in an office, how do you treat people? If you are given position of power and authority, how do you carry yourself? God will judge, our God, judgment will be completely impartial. Mungu hatabagua. Kwa hivyo anatujua kila mmoja wetu, anajua mawazo yetu. And therefore the principle relating to rewards and punishment apply equal. God cannot be bribed. Mungu hawezi pewa nini? Hiyo hongo. It is becoming a normal thing in our country, in our society today. Even ukikosa stima nyumba yako, people want to be bribed in order to come and actually connect you back. And it is, ukienda pahali unakuwa harassed mpaka upeane kitu kidogo.
Brothers and sisters, no one has a special status. No one either better or worse. Mungu anatuangalianga vizuri. Mungu ametoshanisha sisi. At the foot of cross, that is actually, God is an equalizer. We are all at the foot of cross. And God actually is judging all of us at the cross. Hakuna kubagua. God has no favorites. He cannot be bribed. His decisions are not influenced by person's color, race, or whatever. Intelligence, ability, or social class. God is not surprised where you have come from. He is the owner of all these things. Why should he be surprised? He is not 1 degree harsher. If that English is okay. He is not. He cannot be 1 degree harsher to you. God is impartial. Or a detail more innate than our sins deserve. All his ways are truth. He is just and righteous altogether. No influence can be brought to bear which will cause him to depart from absolute justice. What an element of mercy there is in this teaching, brothers and sisters. That everyone will be judged as he deserves to be, number one. There will be no cause for complaint. How awful it will be for us to fall into the hands of another and that he should judge us. Therefore, we have learned that all who deserve to be judged will be judged. Will be judged according to our deeds and what we did. And this judgment will be completely impartial. Number 3. Number 4, and last one, the judgment will be based on God's laws. Nimalizie na hiyo. By then watu wengi wanasema ya kwamba hatukujua. Hapana. All of us tuko na conscience ya Mungu. Nafikiri niliongea haya maneno last Sunday. All of us, we are born knowing what is right, what is wrong. Whether actually we have read the Bible or not. Whether we are tumesikia mhubiri ama nini. Tunajua ukweli. Tunajua kutendo mema ni yapi. Na kwa hivyo niseme hii kwa kifupi ya kwamba Mungu atajudge. Did you know there are people that actually will never be reached with the gospel? Watu wanaulizanga watoto wadogo wakifa na wajampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yao, je, tutakuwa pamoja nao? Those are angels. God knows. But when you come to the age of accountability, then it is up to you. These things that I've said today are upon us. Na kusema, je, uko miongoni mwetu na unaonekana yani kabisa ya kwamba leo hii hujampatia Mungu nafasi katika maisha yako? And actually you are saying that me I know ya kwamba ninahukumiwa katika hizo vitu zote, nikiziangalia niko katika moja ya hizo vitu ambazo mchungaji amesema. You have an opportunity. You have an opportunity, my brother, my sister. Ya kwamba Mungu ametunenea siku ya leo. Kutokana na hizi kanuni zake za hukumu, ya kwamba tusijipate. Mungu ni Mungu wa rehema na neema. Ya kwamba yeye si binadamu, anatupenda na anatuambia kwamba tumkaribie jinsi tulivyo. Tusimame tuweze kuomba. Bwana, tunakushukuru sana kwa sababu tunajua kwamba umetuokoa kwa rehema na neema. Na Bwana ni asante. Tukiombea wale ambao pengine wako miongoni mwetu, wale ambao ni tunawajua ambao hawakuti kama mwokozi wa maisha yao, tukiombea Bwana kwamba ghadhabu ya Mungu isiwafikie, waweze Mfalme kujua kile ambacho kinatakiwa kifanyike hata wakati kama huu, na ndiposa ghadhabu ya Mungu isipate mmoja wetu, marafiki zetu, wale ambao tunajua, watu wa familia, ya kwamba Mungu
ukaweze kuwaokoa wote. Asante, ni kwa sababu umetufundisha ya kwamba wewe ni wa haki, wewe unasimama. You created us in your own image, you know each and every one of us. And you know us, Jehovah Father, even what we have covered, and only ourselves know what you've done. You know it all, Jehovah. Na kwa hivyo ukaweze kutusaidia. Kwa hivyo kama natangaza ya kwamba kama uko hapa na pengine ungetaka kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, chukua nafasi kutafuta mapasta ama wazee, na tutaweza kukuelekeza na ili ukaweze kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The church says, may we receive the blessings for the week. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you. May the Lord lift up his face to you and give you peace. And the peace of God which transcends all understanding, guard your heart and minds in Christ Jesus. Surely goodness and mercy, all the days of our lives, we shall dwell in the house of the Lord forever. Turn to your neighbors as we share the words of grace. And now may the grace of Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Thank you very much. We shall have an opportunity out there. And after that, council members should be seated in the next 15 minutes in the boardroom. Thank you.